Rigathi Gachagua apeleka vita vyake vya kisiasa hadi mlangoni kwake William Ruto. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Joto la kisiasa limepanda katika eneo la Bonde la Ufa, huku muungano wa wanasiasa upinzani unaojulikana kama One Term Battalion ukianzisha ziara yenye mvutano mkubwa kisiasa. Ziara hii imeibua hisia kali, ikionekana kama jaribio la moja kwa moja la kutikisa ngome ya kisiasa ya Rais William Ruto, ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikihesabiwa kuwa imara na isiyoweza kupenywa. Habari kutoka kwa duru za kisiasa zinaonyesha kwamba ziara hiyo inajumuisha majina makubwa kama vile Kalonzo Musyoka, naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua, waziri wa zamani Eugene Wamalwa na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya. Ushirikiano wao, japo haujaimarishwa rasmi kama kwa mkataba wote, unaonekana kama muungano wa kimkakati uliolenga kuibua mjadala mpya kuhusu ushawishi wa kisiasa katika eneo la Bonde la Ufa. Kwa muda mrefu Bonde la Ufa limejulikana kama ngome ya kisiasa ya viongozi wa chama tawala, lakini kuwasili kwa One Term Battalion kunavunja kimya hicho na kuashiria mwanzo wa ushindani wa wazi. Hali ya taharuki inaonekana kuongezeka hasa katika maeneo kama Kapseret, ngome ya mbunge Oscar Sudi, ambapo wakazi wameanza kutoa maoni tofauti kuhusu ujio wa muungano huo. Baadhi ya wakazi wanaonekana kuvutiwa na ahadi mpya pamoja na uwezekano wa msaada wa kifedha, huku wengine wakibeza ziara hiyo kama maigizo ya kawaida yasiyo na matokeo ya moja kwa moja kwa jamii. Hali imeweka mazingira ya kisiasa kuwa ya tahadhari, ambapo kila upande unajaribu kupima ushawishi wake na kujipanga kwa mapambano yajayo. Na katika muktadha huu, vita vya kisiasa vinashuhudiwa Bonde la Ufa havihusiani tena na itikadi za vyama au siasa za kikabila pekee. Badala yake vinaelekea kuwa mashindano ya maana ya kisiasa, ambapo pande mbalimbali zinawania uhalali wa kuwa sauti ya watu na kubeba matumaini ya jamii. Ziara ya One Term inakuja wakati ambapo mashine ya kisiasa ya Rais Ruto inaonekana kuendelea kutawala eneo hilo. Hata hivyo, uwepo wa viongozi waliowahi kuwa na ushawishi mkubwa serikalini unazua changamoto mpya na kuashiria kwamba hakuna eneo litakalobaki salama kisiasa bila ushindani wa kweli. Kama hali itaweza kubadilisha upepo wa kisiasa au itakuwa ni tu kama upepo wa muda, ni jambo ambalo litafahamika katika siku chache zijazo. Hali ya taharuki imeanza kushika kasi, huku macho yote yakiangazia Bonde la Ufa kama uwanja mpya wa vita vya kisiasa vya kitaifa.